Kuelekea sikukuu ya wanawake duniani inayotarajiwa kufanyika Machi 8 mwaka huu, ofisi ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Kanda ya Kusini wakishirikiana na wanawake wa kijiji cha Namela, kata ya Msangamkuu mkoani Mtwara, wameshiriki katika zoezi la upandaji wa mikoko ili kutunza mazingira ya bahari. Katika maadhimisho yetu ya siku ya wanawake kwenye wiki ya wanawake ambao tarehe ya kuadhimisha wanawake ni tarehe 8, sisi watu wa NEMC Kanda ya Kusini Mtwara wanawake tumeweza kujikusanya pamoja na kikundi cha wanawake ambao wako katika kijiji cha Namela, kata ya Msangamkuu. Tumekusanyika kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanawake juu ya utunzaji wa mazingira, kuweka mazingira safi na salama. Kama kauli mbiu inavyosema, utunzaji wa mazingira leo ni fahari ya maisha ya kesho. Kwa hiyo tumejikusanya pamoja, tunapanda mikoko kama mnavyoona hapa nyuma. Wanawake bado wanaendelea katika zoezi la kupanda mikoko ambako tumepanda mikoko zaidi ya 300. Katika upandaji huo wa mikoko kuna mikoko mingine ilikuwa imekufa, kwa hiyo tunajaribu kufanyia replacement ya ile mikoko iliyokufa. Kwa upande wake mwenyekiti wa BMU Ulinzi Shirikishi wa Rasilimali Bahari na Pwani, Bwana Hamisi Ismaili Chikonda, ambaye pia ni mwenyekiti wa kijiji cha Namela kata Msangamkuu, amesema tuko hapa kwenye kupanda mikoko kwa ajili ya kulinda, kuhifadhi mazingira. So mikoko tu, tupande hata miti tu ya kawaida ile, isipokuwa tunaboresha sana mikoko kutoka mikoko ndio miti ambayo inayoenda kutoweka duniani. Na ndio miti ambayo ina kiwango kikubwa cha kukusanya carbon dioxide na kutoa oksijeni. Kwa hiyo ukiangalia katika miti ya kawaida na mkoko ndio una nguvu kubwa sana kufanya hiyo kazi. Sasa hivi dunia imechangamka kidogo, kuna viwanda mbalimbali ambavyo vinaleta sumu duniani, tunasema vinaleta joto kali sana. Kwa hiyo tukipanda mikoko kwa tutarudishia mazingira. Kwa mfano kama sisi huku kwetu, kipato namba 1 hizo shughuli tunayotegemea ni shughuli ya bahari, ni uvuvi. Kwa hiyo tunapopanda mikoko tunahakikisha kwanza tunarudishia ule uhai wa bahari yenyewe. Samaki ili aishi lazima aje pwani. Kuna viumbe vingine ili viishi huko baharini lazima vije pwani kutaga na kuzaliana. Kwa hiyo tukihifadhi mikoko, kwa hiyo tunatengeneza yale maeneo ya mazaliano ya samaki mbalimbali na viumbe vingine mbalimbali. Baadhi ya wajumbe na wanawake wa BMU wameshukuru NEMC kwa kuwatembelea kijijini hapo na kuwapa elimu, huku wakiwasihi wanawake na wananchi kwa ujumla kutunza mazingira. Leo tuko hapa katika eneo hili la upandaji wa mikoko. Kwanza tunatoa shukrani kwa watu wa NEMC ambao wameweza kutuona sisi au kututembelea sisi katika kijiji chetu cha Namela kwa ajili ya kushiriki zoezi hili la kupanda mikoko. Kwani wangeweza kuenda sehemu nyingine, lakini wametuona sisi. Kwa hilo sisi tunashukuru na tunajumuika nao katika zoezi hili la upandaji wa mikoko kwa niaba ya kutunza mazingira yetu, kwani ni kwa faida yetu. Mikoko ina faida nyingi sana, inatunza mazingira, lakini pia tunazuia mmomonyoko wa ardhi. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Tutunze mikoko, lakini pia tupande miti. Miti ina faida kubwa kwetu. Hata hivyo, mhandisi Boniface Guni ambaye pia ni meneja wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Kanda ya Kusini, amesema katika juhudi za kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama, wameamua kujumuika na wanawake katika siku yao katika zoezi hilo la kutunza mazingira kwa kupanda mikoko. Moja ya majukumu makubwa ya baraza ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha masuala mazima ya uhifadhi wa mazingira, lakini vile vile kutoa elimu ya mazingira kwa jamii. Basi katika juhudi za kuunga mkono siku ya kina mama duniani, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Kanda ya Kusini limejumuika na wanakijiji wa kijiji cha Namela katika kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli za kuhifadhi mazingira. Na hii yote ni kwa wajibu mkubwa kwamba mama kama mama au jamii, mama ni msimamizi mkubwa au wanawake ni wasimamizi wakubwa katika masuala mazima ya jamii, hasa masuala ya mazingira. Kwa hiyo katika kutambua hilo, nimeona ni vyema tuunge mkono juhudi za wanawake wa Tanzania ili kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanatunzwa na kuhifadhiwa salama. Nikiripoti kutoka Msangamkuu mkoani Mtwara, ni mimi Christian Ngao wa Ngao Media.